Mkoa wa Mtwara ni mkoa wa kilimo. Kilimo ndo kinaongoza uchumi katika mkoa huu. Kwa hiyo hatutaki kurudia kule tulikotoka, kwamba mazao yakiwa mengi unashindwa sehemu za kuhifadhi, unaanza kutafuta hata sehemu nyingine ambazo hazikidhi taratibu za uhifadhi wa mazao. Fedha ambazo zinatekeleza miradi hii ambayo inatekelezwa na halmashauri sio hapa tu, ni fedha za serikali. Kwa hiyo waga kuna ile kasumba ambayo miradi ikiwa inatengenezwa kwa fedha za serikali, basi kunakuwa kama kuna kulegea fulani hivi kwenye kuisimamia miradi hiyo ili iweze kuleta tija. Ndugu zangu, swala la kukamilika miradi kwa wakati halina mbadala. Ni lazima tujenge utamaduni wa kuhakikisha miradi inakamilika kwa muda ambao umepangwa. Yaani kuanzia siku ya kwanza unapotekeleza miradi, ni lazima uwe na shejo. Na shejo yenyewe umsimamie mkandarasi. Kama ni mkurugenzi, lazima umsimamie mkandarasi kwa nguvu zako zote ili atimize yale ambayo mmekubaliana. Tunataka mradi huu ukamilike kwa haraka. Lazima mkandarasi aongeze manpower hapa. Swala la kwanza kusema tarehe 9, alafu ikifika tarehe 9 mna extend kidogo, haliwezekani ndugu zangu. Hizi ni fedha za serikali na ni fedha za kufanya biashara. Kwa hiyo hata kama ni fedha za serikali, lazima tuwe tuna uchungu nazo. Lazima tuambiane ukweli kwenye kujiongeza ili kuhakikisha, kwa sababu ukiingia kwenye biashara lazima uweze kupambana na sekta binafsi. Siku chache zilizopita Mheshimiwa Rais amekabidhi funguo pale Ikulu ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, kwa sababu ili tuweze kutekeleza dira 2050 mitaji 70% lazima itoke kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo sisi kama serikali, hususan wizara yetu ya viwanda na biashara, mkakati tulionao kwenye kuimarisha sekta binafsi katika nchi hii kwa kweli ni mkubwa sana. Na kwa sababu ndo maono ya Mheshimiwa Rais, ni muhimu miradi ya kibiashara inayotekelezwa na sekta ya umma itekelezwe kwa ufanisi, iweze kuzaa matunda ili iweze kukompiti na sekta binafsi ambayo sisi tunaijenga kama serikali. Kwa hiyo hakuna tena rumu ya upendeleo ndugu zangu, kwa sababu serikali tumeamua kuibeba sekta binafsi kama tunavyoibeba sekta ya umma, na wote ni watoto wetu. Kwa hiyo ni muhimu tunapoweka miradi iwe na tija, iweze kuwa na ushindani katika soko, ili kama serikali tuweze kupata mapato na kuimarisha halmashauri zetu.